Amen. Uhuru wa Yesu Wa milele na milele. Amen. Amen. Namshukuru Mungu kwa kuwa mahala hapa siku ya leo imegharimu tu mkono wa Bwana. Na kuwapo katika uwepo wake ni neema tu ya Mungu. Hatuna kitu kingine ila kumshukuru Mungu, ila tu kumtolea Mungu ibada, kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Tukitazama msalaba tunasikia pengine tulie. Bwana Yesu asifiwe. Niko chini ya msalaba, hali ya Bwana nisamehe. 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 Wasije wakatutegemea Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, sionamishe ya kwamba wewe ndiye Mungu katika maisha yetu, na ulituteua Bwana tukalihubiri
na hata kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Imegharimu tu mkono wa Bwana kuwapa mahali hapa tumefika. Imegharimu neema ya Mungu kukupatia uhai siku ya leo, kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Mungu ni Mungu wa upendo. Jamani, sinatoka kuambia ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Alitupenda wakati ambao tulikuwa watu wenye dhambi mno. Alitupenda wakati ambao ulimwengu ungetupenda. Alitupenda wakati ambao wengine wetu tulidharauliwa, wengine wetu tulitukana, lakini kwa ajili ya jina la Yesu, kwa ajili ya Yesu Kristo akatupenda. Na ndio maana siku ya leo tuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu na tutazidi na kumwinua, kwa maana yeye ni Mungu katika maisha yetu. Bwana, kuna mwimbaji aliimba akasema, niwe na kitu nisiwe nacho, bado yeye atabaki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tutamtumikia Mungu, haijalishi tutamtumikia kwa kiwango gani, haijalishi tutang'ang'ana vipi, lakini tutang'ang'ana tumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Ulimwengu upende usipende, lazima Kristo atahubiriwa, kwa maana Yohana anasema ya kwamba mlango wa kwanza mstari wa 29 ya kwamba look the Lamb of God who takes away the sins of the world, and this is Jesus Christ who we are preaching today, who we are spreading the gospel. Lazima tutaihubiri in season and out of season. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu, wapendwa wa Mungu. Yesu anatujali sana na Yesu anatupenda. Ambia ndani yako, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Alikupenda kitambo wakati ungependeka na wanadamu, yeye akakupenda. Ni Mungu mwaminifu, watu wa Mungu. Na siku ya leo mchungaji ni kana kwamba alikuwa tu katika anga nilisoma kitabu, kwa maana kile amehubiri asubuhi it was my thing. Hata saa hizi Bwana Yesu asifiwe. Our thing is arise, the master is calling you. Bwana Yesu asifiwe. Arise, the master is calling you. It doesn't matter kitu ambacho kiko mbele yako, haijalishi vikwazo ambazo utapatana nazo, haijalishi ni nini ambacho utapita kwenye njia ukipate, lakini inuka. The master is calling you, and the master here is Christ Jesus. Na Yesu Kristo anatuita kanisa la KCC, anasema arise now, it is the high time to worship me, it is the high time to serve me. Hey, come on. Amen. Hallelujah. The master is calling you to arise. Inukeni anawaita. Bwana Yesu asifiwe. Inukeni, Bwana anawaita mfanyie kazi. Haijalishi vitu ambavyo mnabatana navyo kwenye haya maisha, lakini kama Bwana amewaita, inukeni, kwa maana ako pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ako pamoja naye. Aliambia wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo mlango wa 28 ya kwamba nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa dahari. Yesu ako pamoja nanyi, nanyi inukeni mkamtendee Mungu kazi. Simameni mkamtumikie Kristo, simameni mkamtumikie Bwana. Katika haya maisha hatutaweza kama tutamtumikia Kristo. Katika haya maisha hatutaendelea na mbele kama tutamtolea Mungu ibada. Haleluya. Ni lazima tumtolee Mungu ibada, kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu, na anapokuita anakufuta hayo machozi. Yesu anapokuambia inuka, anakufuta hayo machozi. Haleluya. Katika kitabu cha Ufunuo, Yohana anasema ya kwamba na nikaona hakuna duniani ambaye alikuwa na uwezo wa kufungua kile kitabu, na hata mbinguni hakuwepo wa kufungua kile kitabu. Kukatafutwa watu ambao wanaweza fungua kile kitabu, lakini wakakosekana. Na maandiko yanasema ya kwamba wale wazee 20 na wale mzee
son or a master, you remain the same. You must change your story. Hallelujah. Yes, watabadilisha. Arise, the master is calling you. Mahali tumesoma katika hicho kitabu cha Marko chapter number 10 verse 42 to 52. The Bible here is talking about Jesus Christ alipokuwa katika harakati yake ya kuhubiri Injili na akapita katika mji wa Yeriko akielekea Yerusalemu, na kuna jambo ambalo alilifanya, kwa maana Yesu kazi yake ilikuwa alikuja kuleta mwanga katika ulimwengu. Ukisoma Yohana kifungu cha 3 mstari wa 17 na 18 anasema kwamba si kuja kuhukumu ulimwengu, lakini nilikuja kuleta mwanga kwenye ulimwengu. Amen. And here Jesus is on his way to Jerusalem. Na akapita Jericho. Na hapa the Bible records clearly that there was this man called Bartimaeus ambaye alikuwa kipofu. Tangia azaliwe yeye alikuwa kipofu na maisha yake ilikuwa ya ombaomba. Yeye alikuwa tu anakaa kwa barabara apatiwe tu kitu na watu wapita njia wanapopita wampatie. Lakini kipofu kuna jambo alilifanya daima. Despite his blind, but here he recognized Jesus with another thing very important. Maandiko yanasema kwamba akasikia katika yale maeneo ambayo alikuwa anakaa, alikuwa anakuja asubuhi anakaa, hakuna angeweza kumsaidia, watu wake hawakuweza kumsaidia, kwa maana tunaona baba yake anatajwa anaitwa Timeo, ishara ya kuonyesha alikuwa na familia, alikuwa na ndugu ambao wangemsaidia, angekaa pale kwa njia. Lakini hapo kwa njia ndipo alipata muujiza wake. Hapo ndio Mungu alipomwambia now it is the right time, arise now. Hallelujah. The Bible says that Yesu alipita mahali pale, akiwa mahali pale ule kipofu akasikia ya kwamba the environment has changed, the environment has changed, and here is passing someone who has mighty powers. Akauliza ya kwamba ni nini ambacho kinaendelea, ninajua siku itafika wataulizana KCC ni nini inaendelea, waambiwa ni Yesu anayehubiriwa. Kuna siku itafika watu wataulizana kwani KCC kuna nini, waambiwa Yesu anaendelea kuhudumia, waambiwa Yesu anapita anaponya, waambiwa Yesu anapita anakomboa, na anawaita nyinyi muwe watenda kazi, anawaita nyinyi ili mkahudumu pamoja. Come on, you people. It is the right time to recognize that Jesus is calling you, and one thing he will be with you. He assured his disciple in verse 20 of Matthew chapter 28 that surely I will be with you. The Lord will be with you. Jesus. Maandiko yanasema kwamba akaulizwa ni nini, akaambiwa ya kwamba Yesu anapita na Bartimaeus, kwa maana alielewa ya kwamba kama huyu ni Yesu anapita, lazima historia yangu itabadilika. Alikuwa mtu wa imani. Tunataka kuwa watu wa imani kama Bartimayo. Tunataka kuwa watu ambao tunamwamini Mungu kiwango ya kwamba wale wengine wakiangalia wanaweza dhani ni upumbavu. Paulo anasema ya kwamba the word of the cross is foolishness to those who perish. Wataangalia waseme nao wanafanya nini, lakini Mungu anaendelea kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Point number 1, faith sees beyond sight. Faith sees beyond sight. Iya Bartimayo amekaa pale kwa njia, lakini ako na imani. Ako na imani. Watu wa Mungu, kanisa la kwanza lililokuwa
kuzuia imani. Upofu wa Bartimayo au kuzuia imani yake, lakini aliona zaidi ya imani. And the Bible says now, he even recognized Jesus, he even recognized the Messiah as the Son of David. Kitu ambacho wale wengine ule mkutano ulikuwa na Yesu, they did not recognize as a Messiah. Lakini Bartimayo akiwa mahali pale alisema mimi ni kipofu, lakini alikuwa na imani. Akamwita Yesu mwana wa Daudi, nirehemu. Upofu wa Bartimayo au kuzuia kumwita Yesu. Shida isikuzuie kumfanyia Mungu kazi. Let us see beyond the sight. Let us faith that sees beyond sight. And they say this project, it will come to completion. This project itaisha kwa imani. Mtu ambaye ako na imani, ambaye bado anaona hata kabla ya kufanyika, pate zimozi konti. Mtu ambaye anajua tayari kwa imani imekwisha fanyika. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kama fanya sababu tuko nayo siku leo. Mtu ambaye ako na imani anajua ya kwamba imekwisha fanyika, kwa sababu faith sees beyond sight. Mambo yale kwa binadamu wakiangalia kwa macho ya nyama wanaanza ona it is impossible. But I tell you, with faith it is possible. Amen. With faith it is possible. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And it is the right time we have that faith. Let this servant Bartimaeus ambaye ako na imani, ambaye imani yake inamuonesha zaidi. Maana yako iliangalia wapi? Maana ya kumfanyia Mungu kazi, kwa nini ilizimika? Maana ya kumtumikia Mungu yako ilienda wapi, mtu wa Mungu? It is our time to rise and have faith in God. And have faith that sees beyond sight. Sema ya kwamba ninajua Mungu tayari nimekwisha ifanya. Bartimayo akiwa mahali pale akarecognize Jesus with a title, Kamita Son of David, have mercy, have mercy. Nilikaa chini nikajiuliza, where is Tabitha of today? Where are Tabithas in our church today? Full of good deeds, full of mercy, who they are serving God without being pushed, ambao wanamtumikia Mungu pasipo kulazimishwa, pasipo na kusukumwa. The Bible says in Acts chapter 9 verse 36, in Joppa they lived a woman known as Tabitha of Dorcas, and this woman was full of good deeds. Yani alijawa na matendo mema, alikuwa anasomea wanawake wajane mavazi kwa kupenda. Where are Dorcas today? Where are Dorcas in our church today? Where they can serve Christ without being pushed. Where they can serve our Master because He's calling us to serve Him. Hallelujah. Bartimaeus akiwa hapa alipomwita Yesu, watu wakamnyamazisha. Ninajua ya kwamba kuna watu ambao kazi yao ni kunyamazisha wale wengine. Kazi yao ni kuzima moto. Kazi yao ni kuzima maono ya wale wengine. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo hawawezi kama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Bible says that now, akasema sasa nitamuita huyo Yesu. Mnayenyamazisha, it is the right time sasa. Ndio nitamuita sasa. And that is our point number 2. Keep on persisting. Keep on persisting. Besides Bartimayo, wakamwambia nyamaza, wewe ni kipofu. Pengine naona walimdharau, wakamtukana mate, wakamfanyia madharau kwa sababu watu wana uwezo wa kuona. Wakamdharau, wakamwambia nyamaza, ni Yesu anapita. Lakini Bartimayo ikipo persisting, akamwita zaidi Yesu, akazidi na kumwita Yesu Kristo. Watu wa Mungu tusi
Yesu asifiwe. Amen. But Bartimaeus hakuget silent. Aliambiwa nyamaza, but he keep on persisting. Child of God, it is our time we keep persisting. Tuzidi kung'ang'ana zaidi kama ni kumtumikia Mungu. Iwapo tuna imani tumtumikia Mungu zaidi, panapo kung'ang'ana tumtumikie Mungu. Iwapo una mapato, iwapo una kazi kubwa ama una kazi, lakini wewe mtumikie Mungu, kwa maana unachopanda utakivuna kweli. Kwa maana unachokipanda kuna siku ambacho utakivuna. Mtu wa Mungu, ng'ang'ana tu hapo katika magumu. Ndio hali unasema ya kwamba uchumi ya Ruto ni mbaya, lakini wewe ng'ang'ana, usichoke kumfanyia Mungu kazi. Keep on persisting, my brothers and sisters. Keep on. Even if people will silence you, lakini usikose kumtumikia Mungu. Joshua akawaambia ya kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Chagueni leo mtakayemtumikia, bali mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Sikuonekane mtu wa KCC anasema ya kwamba mimi nitamtumikia Mungu niwapo nina mapato, niwapo nimefungukiwa ama sijafungukiwa, lazima nitapasisha, lazima nitafanya kazi. Hata kama maisha imenifinyilia, lazima nimtumikie Bwana aliyekufa kwa ajili yangu, aliyetolewa msalabani kwa ajili ya mimi, nami ni gharama yangu nimtumikie. Haleluya. Tumtumikie Mungu. Kuna dhawabu watu wa Mungu. Kwa watu wa dunia inaweza onekana upumbavu. Kwa watu wa dunia wanaweza kuona hatuna maono, lakini tunang'ang'ana tumfikie Yesu. Tunang'ang'ana kumtumikia Bwana. Maandiko yanasema kwamba in the crowd there were many people, but one man full of faith, just one full of faith, hakapasisi, hakang'ang'ana hapo katikati ya watu, hapo katikati ya watu, mahali watu wamevinyana, akang'ang'ana, akasukuma watu ili tuanguze pindo la Yesu. Na maandiko yanasema alipotunguza lile pindo la Yesu, alipona. Jesus. Where are people now? Whether they are persisting, wangapi wanang'ang'ana kumtumikia, kang'ang'ana kapata ushindi. Ndiko inasema kutoka hiyo siku, immediately from that day, his blood did not come out. His blood did not come out. Hatutang'ang'ana kumtumikia Mungu tulie. Hatuwezi kang'ang'ana kumtumikia Mungu maisha yetu yabaki ya kilio. Ndio tutang'ang'ana zaidi, lakini mbele kuna furaha. Ambia mtu mbele kuna furaha. Bartimaeus, he keep on persisting. And one thing I'm happy about Jesus, don't listen to his makers. They're sailors, they are his makers before they also come. The Bible says that there is silence at the night, but Jesus heard the cry of Fatima. Yesu alisikia kilio cha Bartimayo, kongamano lilimnyamazisha, lakini Yesu hiyo haikuzuia Mungu kutosikia kilio cha Bartimayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuja kwa watu wa kuja ndio haitazuia Mungu kusikia maombi yao. Fanyia Mungu kazi, watu wakunenea, lakini hiyo maneno ya haitazuia Mungu kusikia kilio chako. Maandiko yanasema kwamba Bartimayo akasikika. And the thing that amazed me in this story, the same congregation, the same people who silenced Bartimayo, now they are being given a command, go and bring him now. Mulimnyamazisha, lakini sasa ninawatuma kwake, endeni ukamlete.
Yesu akabadilisha historia, akawaambia sasa enendeni mlete. Na walipofika mahali Bartimayo alikuwa, walimwambia ya kwamba kuwa na furaha, He's calling you. Hallelujah. Be happy, Jesus is calling you. Wakamwambia furahia, because I knew that Jesus will make a mark that will never be forgotten. Hallelujah. Yani walijua ya kwamba huyu jamaa kwa maana anaitwa na Yesu, alama Mungu atakayoweka ndani ya maisha yake haitaweza kusaulika. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia kuwa na furaha kwa maana anakuita. Na maandiko yanasema ya kwamba hiyo ndio sasa iliyomfurahisha Bartimayo. Aliposikia ya kwamba anaitwa na Yesu, yeye alijawa na furaha. And the Bible says that akatoa ile kloka ambayo alikuwa anaomba nayo, akairusha na akawa na furaha, kwa maana alijua ya kwamba nikipatana na Yesu maisha yangu itabadilika, sitakuwa kipofu tena kwa maisha yangu. This man alikuwa na faith. Aliposikia sasa Yesu anamuita, akasema ikabuti ninaitoa sasa. Hallelujah. Amen. Ninaitoa kwa sababu He's calling me. Arise, people of God. He is calling you. Na sasa ninatakikana sasa uwe koti. Kama ni koti kuwa mtumikie Mungu, kwa maana anakuita. Na anapokuita anabadilisha historia. The Bible says Bartimayo akairusha na akaenda mahali kuna Yesu. Watu wa Mungu, tukienda mahali kuna Yesu tukuwe na furaha, kwa maana He will lay a mark that we will never forget. Tumikia Mungu katika huku unasikia umefinyiliwa, mtumikie zaidi, atakapokuita utakuwa na furaha. Amen. Faith in action. That is our point number 3. Faith in action. Now Bartimayo is making some action here. Action speaks louder than voice because of faith. Akatupa the clock now. Akasema sasa ninakwenda kupatana na Yesu. Ndio wakati wa kumfanyia Mungu kazi. Siangalie useme kwa nini tunamtolea Mungu, kwa nini tunafanya kazi ya Mungu tukiwa tunang'ang'ana hivi, lakini nakwambia kuna matunda. Faith in action. Akalitupa kwa maana alijua ninakwenda kupatana na Mungu. We don't sacrifice because we have a lot of money. We don't give time because we have big salaries. But we sacrifice for our Maker. Tunamfanyia Mungu kazi kwa kung'ang'ana, kwa maana tunajua kuna malipo baadaye. Tunajua ya kwamba kuna wababu imewekwa kwa wale wanaomfanyia Mungu kazi, kwa wale wanaomtumikia Mungu. Kunayo zawadi kubwa mno ambayo ameiweka. It is the right time to arise. The Master is calling you now to work in His church. Ni wakati Mungu anakuita sasa, ukamtumikie. Kamtumikie Mungu katika hicho kiwango Mungu amekuona. Anakuangalia tu kamtumikie akuinue. Anakuangalia tu kamtumikie kwa hiyo kidogo ambayo uko nayo, akakuinue zaidi, akaweke a mark in your life that will never be forgotten. And the Bible says that aliponitupa akaenda mahali kuna Yesu. Na alipofika mahali kuna Yesu, Jesus asked him this question: what do you want? What do you want? Our point number 4 is our last point. Clear vision of what we desire. Let us have a clear vision of what we desire. Bartimayo akiwa hapa akaulizwa na Yesu, unahitaji nini? Ndio umeniita. Now, what do you want? And this man, he understood very well what he needed in his life.
akamwambia Yesu, ninataka tu kuona clear vision of what we are. Clear vision of what we desire. Church of God, it is high time we arise and we call because Christ is calling us. Utakapofika mahali Yesu alipo, utamwambia unahitaji nini. Bartimayo akamwambia, ninahitaji kuona. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Let us have some vision. Tukua watu wa kubeba maono tunapokuja hata kwa nyumba ya Mungu. Tunamwambia Mungu tuna matamanio ya kufanya hili. Kwa maana maandiko yanasema kwamba ombeni chochote mtakacho kwa jina langu na mimi nitawapa. And when we come to worship, tunakuja tukiwa tumebeba hayo mahitaji yetu. Tunamwambia Bwana, tumekuja na hili na tunataka ututimizie. And the Bible says Bartimayo kwa sababu alikuwa na imani, Yesu akamwambia imani yako imekuponya. And the amazing thing was 52 nasema kwamba akawa na furaha, akarukaruka kwa sababu Mungu alimpatia, akawa anaona, sio kipofu tena. Ninatangaza ya kwamba hakuna kuwa na upofu kwetu, kwa maana tunamfanyia Mungu kazi. Hatutamfanyia Mungu kazi kwa kung'ang'ana tuaibike. Bartimayo akawa na furaha na maandiko yanasema sasa anaona. Ninaangalia maisha ya Bartimayo, ninaona ya kwamba alipokuwa na pasha anaenda mbele kasi, anamwambia ya kwamba wanaulizana akwapi yule kipofu. Wanaambiwa kipofu sio kipofu tena, si ndio? Anaona. Wanaangalia kwa wapi aliyepona na Yesu. Wanamuona anaongoza mkutano mbele na sio kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wataangalia, watakuona ukiwa mbele. Kwa sababu ukipatana na Yesu, your story will change. Your story will change. Ukipatana na Yesu Kristo, wataulizana ako wapi aliyekuwa kipofu. Waambiwa sio kipofu, ako mbele. Wataulizana KCC, tulikuwa tunawaona wakiwa wachache, kwani hao wametoka wapi? Waambiwe ni Mungu na bado wanasonga na mbele. Bwana Yesu asifiwe. Let us have vision. Maono yetu yasiangamie kwa njia. Nimeambia Mungu maono yangu yasiangamie kwa njia. Pasiwe na mtu wa kuzima maono yangu. Nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Niwe na kitu nisiwe nacho, nitakutumikia wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakaulizana na, where's this man? The man is forward. Yes, with Jesus. Tukiwa na Yesu, it is never late. It is never late. Tusimame.